Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola ya Seba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu zinazotoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14. Tutaanza na siri ya kwanza, karama za unabii na kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 25 inasema, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidi nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Hata hivyo visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unapigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili; pia nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikiaje amina, baada ya kushukuru kwako, ikiwa hayajui usemayo? Maana ni kweli wewe wamshukuru vema, bali yule mwingine
hajengwi. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiria kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Nini cha kujifunza hapa? Tuitafute sana karama ya upendo. Tuitafute sana karama ya upendo na kuzitaka sana karama za rohoni. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini zaidi ya karama ya ualimu, yani ya kufundisha au kuhutubu, ndiyo inayozaa sana, ambayo Mtume Paulo kupitia Roho Mtakatifu alinena ili tuitafute hiyo karama kwa juhudi zaidi ya sana na upendo. Yesu alikuwa na karama zote, maana yeye zilikuwa ni zake. Lakini karama ya ualimu aliitumia sana kudhibitisha kuwa ualimu au kuhutubu ni karama inayomzalia matunda kwa wingi Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tunaombwa tuzitake sana karama za rohoni ili tupate kuwaingiza wengi katika ufalme wa Yesu Kristo, kama jinsi Mungu alivyoziona ishara mapema. Siri ya pili, ibada yenye utaratibu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 26 hadi 40. Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene 2 au 3, si zaidi tena, zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kutafasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Na manabii wanene 2 au 3, na wengine wapambanue. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na anyamaze. Kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Na roho za manabii huwatii manabii, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue hayo ninayowaandikia, na ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga, na awe mjinga. Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Nini tunafundishwa hapa? Tupatapo karama
za rohoni tuzitumie kwa utaratibu, yani zamu kwa zamu. Unaona, ili kujenga mwili wa Yesu Kristo na kuimarika zaidi. Hivyo asionekane mwenye karama isiyomzalia Mungu matunda. Maana karama ni talanta inayotakiwa kumzalia Mungu matunda na sio kutunzwa. Lakini pia nabii anene na mwisho kulijenga kanisa na sio kulibomoa kanisa. Maana kama ilivyoandikwa, na roho za manabii huwatii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Kwa hiyo tunashauriwa, nabii akiona machafuko anatakiwa anene ndio, lakini apeleke kwenye kuyapangwa ili kanisa lijengwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.